Kristo anatosha. Dominika ya 18 ya mwaka A. Masomo: Isaya sura ya 55 aya ya kwanza mpaka ya 3. Warumi sura ya 8 aya 35, 37 mpaka 39. Mathayo sura ya 14 aya ya 13 mpaka 21. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Habari Njema Channel. Mimi ni Padre Kajetani Kazi. Nashukuru sana kwa kuendelea kuwa sehemu ya familia hii ya uinjilishaji. Leo kanisa anatualika. Leo kanisa mama anatualika kutafakari neno la Mungu kupitia masomo ya Dominika ya 18 ya mwaka A. Ujumbe wake ni mfupi lakini wenye uzito mkubwa. Kristo anatosha. Tunaishi katika dunia inayotufundisha kwamba ukitaka kuwa na furaha lazima uwe na fedha nyingi, nyumba kubwa, gari la kifahari, cheo kikubwa au umaarufu. Ndiyo maana watu wengi wanakimbilia mchana na usiku wakitafuta vitu hivyo. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba kadiri dunia inavyozidi kuwa tajiri, ndivyo watu wanavyozidi kuwa na upweke, hofu, msongo wa mawazo na kukata tamaa. Hii inatufundisha kwamba ukweli mmoja mkubwa: moyo wa mwanadamu una njaa ambayo chakula cha dunia hakiwezi kuishibisha. Mtakatifu Agustino alisema, umetuumba kwa ajili yako, Bwana, na mioyo yetu haitapata pumziko mpaka ipumzike ndani yako. Hiyo ndiyo sababu masomo ya leo yanatuelekeza kwa Kristo ambaye peke yake anatosheleza kiu na njaa ya moyo wa mwanadamu. Historia ya masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika sehemu ya pili ya kitabu cha Nabii Isaya, kilichoandikwa wakati ambapo taifa la Israeli lilikuwa uhamishoni. Watu walikuwa wamepoteza nchi yao, hekalu lao na matumaini yao. Walijisikia kama Mungu amewaacha. Ndipo Mungu akamtuma nabii Isaya akamwambia, njoo kila mwenye kiu, njoo majini, na yeye asiye na fedha njoo mnunue mle. Isaya sura ya 55 aya ya kwanza. Haya ni maneno ya ajabu. Mungu hawaiti matajiri wala wenye nguvu, anawaita wenye kiu, wenye njaa,
na waliovunjika moyo. Anauliza swali ambalo linaendelea kutugusa hata leo. Mbona mnapima fedha kwa kitu kisicho chakula, na taabu zenu kwa kitu kisichoshibisha? Isaya 55 sura ya 2. Ni kama kwamba Mungu anasema, kwa nini mnatumia maisha yenu kukimbilia vitu vinavyowapa furaha ya muda mfupi, lakini vinawaacha tupu ndani yenu? Mtakatifu Paulo katika somo la pili anaandika kwa Wakristo wa Roma waliokuwa wakiteswa kwa sababu ya imani yao. Walinyang'anywa mali waliotegemea, na jamii na wengine waliuawa kwa ajili ya Kristo. Lakini Paulo anatangaza kwa ujasiri, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Warumi sura ya 8 aya ya 35. Jibu lake ni hakuna dhiki, njaa, mateso, upanga wala mauti haiwezi kututenga, kumwondolea Mkristo utajiri mkubwa kuliko wote, yaani upendo wa Kristo. Katika Injili, Yesu anakutana na umati mkubwa wa watu mahali ambapo pasipo na chakula. Wanafunzi wanaona tatizo. Yesu anaona fursa ya kuonyesha huruma ya Mungu. Mikate 5 na samaki 2 vinakuwa chakula cha watu zaidi ya 5,000. Huu si muujiza wa kushibisha tumbo tu, ni ishara kwamba Kristo ndiye mkate wa uzima anayemtosheleza mwanadamu mzima, mwili na roho. Mosi, tatizo kubwa la mwanadamu ni njaa ya tumbo, bali njaa ya moyo. Tatizo kubwa la mwanadamu si njaa ya tumbo, bali njaa ya moyo. Ndugu zangu, tukisikia habari ya Yesu kulisha watu 5,000, mara nyingi tunafikiria kuhusu chakula cha mwili pekee. Lakini Yesu alikuwa anataka kuwafundisha jambo kubwa zaidi. Aliona kuwa watu hawa walikuwa na njaa mbili, njaa ya tumbo na njaa ya moyo. Aliwalisha vyote viwili. Leo hii kuna watu wengi ambao tumbo lao limeshiba, lakini mioyo yao ina njaa. Unaweza kuwa na mshahara mzuri, lakini huna amani. Unaweza kuwa na biashara kubwa, lakini hulali usiku. Unaweza kuwa na nyumba nzuri, lakini ndani yake hakuna upendo. Unaweza kuwa na maelfu ya wafuasi kwenye mitandao ya kijamii, lakini ukawa huna mtu mmoja wa kukuombea unapougua. Unaweza kuwa na elimu kubwa, lakini ukakosa hekima ya kuishi. Hii ndiyo njaa ambayo Yesu alikuja kuiondoa.
Ndiyo maana nabii Isaya anauliza kwa uchungu, kwa nini mnatumia fedha zenu kwa kitu kisicho chakula na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Isaya sura ya 55 aya ya 2. Ni swali ambalo kila Mkristo anapaswa kujiuliza. Je, muda wangu mwingi nauwekeza wapi? Je, nguvu zangu zinakwenda wapi? Je, moyo wangu unamtafuta nani? Leo watu wanahangaikia kupata simu mpya, kujenga nyumba kubwa, kuvaa vizuri na kutafuta sifa za watu. Hayo si mabaya, lakini yanakuwa hatari pale yanapochukua nafasi ya Mungu. Mtoto wa Mungu anayemweka Kristo pembeni atakuwa kama mtu anayekunywa maji ya chumvi. Kadiri anavyokunywa ndivyo kiu inavyoongezeka. Yesu alisema, mimi ni ndimi mkate wa uzima, ajaye kwangu hataona njaa kabisa. Yohane sura ya 6 aya 35. Hivyo basi, Kristo hatupi tu vitu, anajitoa mwenyewe. Ndiyo maana Kristo anatosha. Ili weka kidogo chako mikononi mwa Yesu. Injili inasema wanafunzi walikuwa na mikate 5 na samaki 2 tu. Kwa mtazamo wa kibinadamu, hicho kilikuwa kidogo sana, lakini kwa Yesu hakikuwa kidogo. Tatizo letu si kwamba tuna kidogo. Tatizo letu ni kwamba mara nyingi hatutaki kukiweka mikononi mwa Mungu. Tatizo letu si kwamba tunayo kidogo. Tatizo ni kwamba mara nyingi hatutaki kukiweka mikononi mwa Mungu. Yule kijana angeweza kusema, hii ni chakula changu, siwezi kukitoa. Lakini alipokitoa ikawa baraka kwa maelfu ya watu. Ndugu zangu, Mungu habariki kile tunachokificha, hubariki kile tunachokikabidhi. Una kipaji cha kuimba, mpe Kristo. Una elimu, mpe Kristo. Una muda, mpe Kristo. Una familia, mpe Kristo. Una biashara, mpe Kristo. Una maumivu, mpe Kristo. Una dhambi ambazo zinakuelemea, zilete kwa Kristo kwa sakramenti ya upatanisho. Usiseme mimi sina chochote. Hakuna mtu ambaye Mungu hajampa kitu. Wengine wamepewa mali, wengine hekima, wengine afya, wengine muda, wengine uwezo wa kufariji, wengine kipaji cha kufundisha. Swali si umepewa nini. Swali ni je, umemkabidhi Kristo kile alichokupa?
Kidogo mikononi mwa mwanadamu hubaki kidogo, lakini kidogo mikononi mwa Kristo hugeuka kuwa tele. Ndiyo maana leo tunasema kwa ujasiri, Kristo anatosha. 3, hakuna kinachoweza kututenganisha na Kristo. Somo la pili linatupa moja ya maandiko yenye nguvu zaidi katika Agano Jipya. Mtume Paulo anauliza, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Warumi sura ya 8 aya 35. Paulo hatoi jibu la haraka. Anataka kwanza kila Mkristo afikiri, maisha yanaweza kubadili ghafla. Maisha yanaweza kubadilika ghafla. Leo una afya, kesho unaweza kuugua. Leo una kazi, kesho unaweza kuipoteza. Leo una marafiki, kesho unaweza kukuacha. Leo biashara inaenda vizuri, kesho inaweza kupata hasara. Lakini kuna jambo moja ambalo halibadiliki kamwe: upendo wa Kristo. Watu wanaweza kukuacha, ndugu wanaweza kukusahau, marafiki wanaweza kukusaliti, lakini Yesu hasemi kamwe sikujui. Alikupenda msalabani, anakupenda leo, na ataendelea kukupenda milele. Ndiyo maana Paulo anahitimisha kwa ushindi: katika mambo hayo yote tunashinda kabisa kwa kuwa yeye alitupenda. Warumi sura ya 8 aya ya 37. Mkristo hashindi kwa sababu hana matatizo. Mkristo hushinda kwa sababu Kristo yuko pamoja naye katikati ya matatizo. Ndiyo maana leo ninakuuliza, umefiwa? Kristo anatosha. Umesalitiwa? Kristo anatosha. Umeanguka dhambini? Kristo anatosha kukusamehe. Una deni kubwa? Kristo anatosha kukuongoza. Unaumwa? Kristo anatosha kukutia nguvu. Una hofu kesho? Kristo anatosha kuwa tumaini lako. Unahofia Kristo? Unahofia kesho? Kristo anatosha kuwa tumaini lako. Hakuna hali ambayo ni kubwa kuliko neema ya Mungu. Hitimisho. Ndugu wapendwa, masomo yote matatu yanatufundisha ukweli mmoja: Kristo anatosha. Isaya anatuita
tumwendee Mungu ambaye ndiye chemchemi ya uzima. Paulo anatuhakikishia kwamba hakuna kinachoweza kututenga na upendo wa Kristo. Mathayo anatufundisha kwamba Yesu anatosheleza njaa ya mwili na ya roho. Kwa hiyo usitafute kwanza vitu, mtafute Kristo. Usimkimbilie mali kabla ya kumkimbilia Mungu. Usijenge maisha yako juu ya fedha, sifa au madaraka, kwa sababu vyote hivyo vina mwisho. Jenga maisha yako juu ya Kristo, kwa maana atakutosha ukiwa na mengi na atakutosha ukiwa na machache. Atakutosha ukiwa na afya na atakutosha ukiwa mgonjwa. Atakutosha wakati wa mafanikio na wakati wa majaribu. Mwenyezi Mungu kwa maombezi ya Bikira Maria na watakatifu wote awajalie ninyi na familia zenu neema ya kutambua kwamba utajiri mkubwa kuliko wote ni kuwa na Kristo. Na baraka ya Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie juu yenu na ikae nanyi daima. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.